Naitwa Dr. Baraka Mkami, ni mhadhiri katika Shule Kuu ya Sheria Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania na naibu msajili wa Kanisa Anglikana Tanzania. Niko hapa Morogoro kwa ajili ya kushiriki katika kongamano la theolojia ya kazi ambalo limeanzishwa na chuo cha Biblia cha Morogoro, ni Morogoro Bible College, ambacho kinamilikiwa na Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Morogoro. Katika kongamano hili mada mbalimbali ziliweza kutolewa kwa washiriki wapatao 200, mada ambazo zinahusu masuala ya kazi lakini pia masuala ya uchumi. Na katika kongamano hili tumesisitiziwa kwamba kazi ni ibada na ni agizo la kimungu kwamba mwanadamu afanye kazi, kwa sababu agizo kwanza kuu la Mungu ambalo alilitoa ni kwenda kuilima na kuitunza nchi. Kwa hiyo anaposema kwenda kuilima maana ni kufanya kazi. Lakini tumeambiwa kwamba bila kazi hatuna maendeleo. Kwa hiyo tunasisitiziwa umuhimu wa kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya taifa, lakini maendeleo ya mtu binafsi. Kwa hiyo kazi ni muhimu. Lakini pia tumefundishwa kwamba katika kongamano letu tumefundishwa kwamba kazi zote ambazo ni kazi halali ni kazi za kimungu ambazo zinamletea Mungu utukufu. Kwa hiyo popote pale mtumishi alipo, bila kujali ni serikalini au sekta binafsi au amejiajiri mwenyewe au ni mkulima, afanye kazi hiyo kwa moyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo anamtumikia Mungu. Na katika kazi zote tufanye kwa uadilifu mkubwa, tukiamini kwamba kupitia kazi hizo Mungu anatukuzwa. Katika kongamano hili mimi nimeshiriki pia kama mtoa mada mojawapo, na mada yangu ilikuwa imejikita katika nafasi ya sheria katika kuleta mabadiliko kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo nimeweza kufacilitate na kuonyesha kwamba sheria ni muhimu na inaweza ikaleta mabadiliko kijamii na kiuchumi. Sheria inabadilisha mwenendo na tabia za watu kwa kuweza kukataza na kuharamisha matendo yasiyofaa. Lakini sheria pia inaweka misingi ambayo inapaswa kufuatwa, hasa misingi ya haki za binadamu. Tunapozungumzia haki ya kuishi kwa mfano, tunazungumzia sheria, haki ya kufanya kazi, haki ya kuabudu, haki ya matibabu, haki ya elimu na haki nyingine nyingi. Ni haki za kimsingi ambazo zinalindwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo sheria zipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanadamu anastawi na anaishi maisha mazuri, maisha yenye staha, ili aweze kufurahia dunia ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunahitaji mtu kama anafanya kazi, kwa mfano ameajiriwa, basi alipo mshahara stahiki ili aweze kufurahia matunda ya kazi yake. Lakini pia sheria ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani na utulivu katika jamii, kwa kuweka utaratibu madhubuti na utaratibu maalum hata kushughulikia migogoro pale inapotokea. Kama ni migogoro ya ndoa, sheria imeweka utaratibu namna gani ishughulikiwe. Kama ni migogoro ya ardhi, sheria imeweka namna gani migogoro hiyo iweze kushughulikiwa. Kwa sheria imeweka utaratibu wa namna ya kuweza kushughulikia migogoro mbalimbali katika jamii pale inapotokea. Lakini pia sheria ipo kwa ajili ya kulinda uumbaji wa Mungu, kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu. Na ndio maana tunazo sheria kama sheria za mazingira, kwa mfano the Environmental Management Act imetungwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi na salama, na kuhakikisha kwamba mwanadamu anakaa katika mazingira mazuri ambayo Mungu ameyaumba. Na yeye kazi yake ni kuendeleza hayo mazingira yasiharibiki kwa ajili yake na vizazi vingine ambavyo vitafuata baada yake. Kwa sheria ni muhimu sana. Lakini pia tumeonyesha kwamba sheria ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanadamu analindwa. Kwa mfano, sheria za kulinda mlaji, consumer protection, zipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanadamu anapata bidhaa halali, bidhaa zenye viwango na bidhaa ambazo zinafaa kwa matumizi. Na nilionyesha kwamba hata tunapokuja kwenye swala la consumer protection, asili yake ni Mungu. Mungu anamwagiza mwanadamu, nenda ule matunda yote isipokuwa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu ukila matunda hayo utakufa. Pale anamlinda mlaji dhidi ya chakula kisichofaa. Kwa hiyo sheria ipo kwa ajili pia ya kuendeleza hayo maelekezo ya kimungu, lakini kuhakikisha kwamba mwanadamu anakuwa salama. Lakini kwa upande wa serikali na taasisi mbalimbali yapo majukwaa ya kisheria. Kwa mfano, kwa upande wetu sisi Chuo Kikuu cha Dodoma tunacho kituo cha msaada wa kisheria, the University of Dodoma Legal Aid Clinic, ambacho tunatoa msaada wa kisheria bure kwa njia ya elimu, lakini pia uwakilishi mahakamani, hata kutoa ushauri au kuandaa nyaraka mbalimbali. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwamba ni wakati mwafaka sasa hata kanisa ikiwezekana liweze kuwa na wataalamu wa kisheria kwa ajili ya kutoa huduma za msaada wa kisheria, hasa kwa waumini wale ambao hawana uwezo wa kumudu au kugharamia gharama za kiwakili. Kwa sababu muumini mwenye changamoto hawezi kusali kwa furaha.
hawezi kumtumikia Mungu kwa furaha. Atamtumikia Mungu huku ana manunguniko, huku ana maumivu.